huu ni umati ambao umejitokeza hapa Terminal 3 nje ya uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mahali ambako timu ya taifa Tanzania kwa maana ya Taifa Stars inawasili hapa muda mfupi ujao. Ni makumi na mamia wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuwaraka mashujaa hawa wa Tanzania ambao wanawasili leo hii. Ni baada ya kumaliza ama kuhitimisha ile karata yetu ambayo tulikuwa tunacheza kwenye michuano ya AFCON 2025 nchini Morocco, ambako mchezo wetu wa mwisho tunakumbuka tulipoteza kwa goli 1-0 dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, mchezo ambao ulimalizika kiutata na hakuna Mtanzania ambaye aliridhishwa moja kwa moja na mwamuzi wa mchezo huo, Babou Traore kutoka Mali. Tukumbuke tulipata kushinda tulitoa sare dhidi ya Uganda, lakini tulitoa sare dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia na tulipoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo huu ni umati ambao umejitokeza hapa kama unavyoona bango kama hili ambalo amelibeba Tanzania mzalendo kabisa, anasema pongezi nyingi kwa timu yetu ya taifa Taifa Stars kwa kazi kubwa walioifanya. Asante kwa Wizara ya Michezo. Pongezi pia Rais Dr. Samia ushirikiano wake. Bango la ubanda linasomeka hivyo, lakini hawa pia ni baadhi ya mainfluencer wahamasishaji ambao wamejitokeza hapa. Sura zote hizi unaziona utawa ni wahamasishaji mainfluencer. Unaona hapa wote wamejitokeza, lengo likiwa ni kwa ajili ya kuja kuipongeza timu yetu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Taifa Stars. Tuko hapa kukuletea kila kitakachojiri leo hii dhidi ya Taifa Stars, lakini miongoni mwao ni Mnandi Junior ambaye yeye pia ni shabiki wa Taifa Stars ambaye kama wao walitoka Benjamin Mkapa, sasa leo tunawanyonyoa kule kule kwa babao na mamao Zanzibar walikojenga hoteli zao za kutosha na boti zao, lakini tunawamaliza. Asante sana. Mnandi, tuko Benjamin William Mkapa, tuko Julius Kambarage Nyerere International Airport Junior. Lengo ni kuipokea timu ya taifa ya Tanzania, mashujaa hawa ambao wanarejea kutoka nchini Morocco, ambako unaona kila mtu anakuambia ni kama tumefukuzwa, hatukutolewa kwenye mashindano haya. Wewe una nini la kuzungumza kwenye tukio hili la leo? Kikubwa kwanza ni wapongeze Tanzania Sports Influencers. Tumefanya kazi kubwa ya kufanya hamasa kila idara, kila kona, kuhakikisha kwamba Watanzania waanze kupenda timu yao, na leo imejidhihirisha hapa kwamba ukiunga nguvu kwa pamoja sauti itakuwa moja, na ule umoja unauona hapa. Watanzania wameacha shughuli zao, leo ni siku ya kazi, na wameacha majukumu yao, wamekuja kuipokea timu yao. Haya ni mahaba ya pekee. Timu 16 bora watu wamejaa hivi. Je, tungebeba ubingwa tungepokea timu kwa mapokezi gani? Maana ni zaidi ya haya. Kwa hiyo naamini kwa mapokezi haya ni funzo kwa wachezaji wetu, wahakikishe 2027 hatutaki maneno, hatutaki ziaka, tunataka ubingwa wa AFCON. Ni ujumbe kwa kina Mbwana Samata, wahakikishe tunataka ubingwa wa AFCON. Yaani vyovyote inapokuwa, afe ng'ombe afe Mmasai, ubingwa lazima ubaki Tanzania. Labda unaikumbuka safari ya hiki ambako leo tunakisherehekea, unaikumbuka safari tulikuanzia? Naikumbuka safari tulikuanzia. Tumeanza kutoka hatua ya kwanza tukicheza dhidi ya Nigeria, tukiwa tunaisapoti, tukiwa kwenye sehemu maalum pale Magomeni, lakini mechi ya pili dhidi ya ndugu zetu Uganda tulikuwa pale Sokota tukiangalia kwa pamoja wote, wao wako kule lakini sisi kimwili tuko hapa, nafsi zetu zilikuwa Morocco. Lakini tukio la tatu limefanyika kwa ukubwa zaidi tukiwa pale Mwembe Yanga, ambaye Simba tulikuwa tunafunga sana screen. Tumefunga screen kwa mara ya kwanza kufuatilia national team na watu walijaa kusupport national team. Naona ile ndio ilikuwa chachu ya watu leo kuja kupokea timu. Kwa hiyo wachezaji walikuwa wanaona, viongozi wa serikali waliokuwa kule Morocco walikuwa wanaona, na viongozi wa nchi waliokuwa hapa ambao wametupa sisi support, wametupa mamlaka ya kuhakikisha tunahamasisha mashabiki wenzetu kuwa kwa wingi na kuhakikisha tunaipokea timu yetu. Mimi wapongeze sana viongozi wa serikali, wapongeze viongozi wa TFF, wamefanya jambo kubwa sana kutupa ushirikiano, na mimi nawaambia hapa ndio kwanza tumeanza. Ili ni trailer, picha linakuja. Naamini 2027 mwakani mashindano yatakuwa hapa AFCON, ule uwanja utakuwa hautoshi, tutafute uwanja kuingiza mashabiki 100,000, sio ule. Kuna kila dalili ya kocha Miguel Gamondi kupewa timu ya taifa
kama kocha mkuu, maoni yako ni yapi? Wanatakiwa wamwangalie kwa jicho la tatu. Kwa muda mfupi amekabidhiwa timu, ameipeleka timu hatua ya 16 bora. Ni hatua ambayo hatujawahi kufika toka mashindano haya yaanzishwe, sio AFCON wala CHAN. Kwa ni hatua kubwa ambayo tumepiga. Kwa naamini wamwangalie kwa jicho la tatu, ikiwezekana wamuondoe kule Singida, wamkabidhi timu moja kwa moja. Mapungufu yaliokuwepo kwa mwanadamu ni ya kawaida, mapungufu madogo sana. Naamini akikabidhiwa timu anaweza katufikisha nchi ya ahadi. Kwa muda mfupi 16 bora. Kama anamkabidhi timu, yake naamini huyu anaweza katufikisha nchi ya ahadi. Wakae naye mezani, wamalizane naye, na sisi leo tuna zawadi kwake. Kama Tanzania Sports Influencers tuna zawadi tumeiandaa kwa ajili ya kocha, kwa ajili ya kiongozi wa TFF, kiongozi wa serikali, kuamaanisha kwamba sisi tuko pamoja na kiongozi wa national team Bwana Ali Samata, tutaikabidhi hapo siku ya leo. Kwa binafsi tumejiandaa Sports Influencers kwamba tuko pamoja na serikali, tupo pamoja na viongozi wa TFF. Tunahakikisha msimu ujao sisi tutatembea hatua moja baada ya nyingine kuhakikisha watu wanakuja uwanjani na wanaipenda timu yao. Kumbe vitu vinawezekana, sio vilabu. Leo huwezi kuamini kama national team unakuja kupokea kwa namna hii. Watu wanajua labda wanapokea Simba, wanapokea Yanga, kumbe wanakuja kuipokea timu yetu ya taifa. Hayo ni mahaba ya dhati. Alafu leo siku ya kazi. Kwa naamini saluti kwa serikali, saluti kwa TFF, saluti kwa Sports Influencers, tuko pamoja. Kwa nini amwongelee kocha Ahmed Suleiman Morocco? Morocco amefanya ya kwake kwenye chani, ameshaumaliza mwendo, lakini Miguel Gamondi amepewa timu kwa muda mfupi kuliko Morocco, lakini ameweza kufikisha hatua ya 16 bora. Ni hatua kubwa, hatujawahi kufika toka timu yetu ianzishwe na toka mashindano yaanzishwe ya AFCON. Hii ni tukio kubwa sana. Kwa naamini binafsi Morocco amefanya ya kwake, tunampongeza, kaipeleka timu kwenye hatua robo finali, lakini Miguel Gamondi kaipeleka timu hatua ya 16 bora. Ni hatua kubwa sana kwenye hatua ya AFCON. Sawa, nimeona mjadala kwamba mbona hatajui hata kwenye mwaliko, labda kuna namna unaweza kuwakumbusha wadau ama wizara kwamba popote itakavyokuwa timu imeitwa na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kwenda kupewa pongezi, basi tusije tukamsahau shujaa ambaye ameweka rekodi ya kutufikisha CHAN robo finali, Ahmed Suleiman Morocco. Mbona kama mmekaa kimya? Mimi naamini serikali iko makini, serikali haina chuki na mtu, serikali iko kwa ajili ya wananchi na ipo kwa ajili ya Watanzania wote. Na yule alikuwa kocha, umempa nafasi, lakini binafsi amefanya makubwa kwenye hatua ya CHAN. Sidhani kama serikali inaweza ikakosa kumpa mamlaka ya kwenda na yeye kujipongeza kwa pamoja na timu yake ya taifa ambaye alikuwa naye kwenye CHAN. Mimi naamini naye atajumuisha, utamuona pale siku ya tarehe 10 kwenda kula mtoli pamoja na mama. Mimi naamini atakuwepo, hawezi kukosa. Ahmed Morocco amefanya makubwa kwa upande wake, hatujawahi kufika robo finali kwenye CHAN, lakini tumefika. Kwa nini asipewe nafasi? Naamini na yeye ataenda kula mtoli na wachezaji wake ambaye alikuwa nao kwenye national team. Kwa kumalizia, unakionaje kiwango ama mwanzo wa kocha Steve Beka kwa kikosi chenu cha Simba? Kiwango kiko poa, kiwango kiko gudi sana, na mimi binafsi nimwambie tu kwamba kocha wangu Steve Beka apambane kuhakikisha kwamba timu yetu leo inapata matokeo pale nchini New Amani Zanzibar. Mechi ngumu, mechi tafu sana. Akijilei atakuta amedondokea pua, mambo akawa magumu kwake. Kwa naamini binafsi professional player wengine ambao walikuwa hawajawasili wameshawasili. Mzee wa Kunyata Jan Charles Ahoua kawasili, Black Lion kawasili. Naamini mechi leo itapigwa mechi tafu sana na matokeo tutapata na tutasherehekea kwa pamoja.